Hivyo basi, kwa heshima na taadhima, naomba sasa niwasilishe tamko la pamoja kama ifuatavyo. Tamko la pamoja. Kwa kuwa tokea kuanza tena kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992, takriban chaguzi zote zilizofanyika Zanzibar chini ya mfumo huo kuanzia mwaka 1995 zimekuwa na mvutano na kusababisha malalamiko na athari mbalimbali katika nchi. Na kwa kuwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 pamoja na upekee wake katika kudumisha amani na utulivu nchini umeacha malalamiko kwa baadhi ya vyama vya siasa, na kwa kuwa katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kama inavyotakiwa chini ya vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na cha 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, kwa sababu ya malalamiko yaliyoelezwa, ilipelekea kutokubaliana baina ya vyama vinavyopaswa kushiriki kuunda serikali, yaani Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo. Hivyo basi, marais wastaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein walizishauri pande hizo mbili zifanye mazungumzo kwa lengo ya kupata ufumbuzi utakaoweza kuondoa changamoto hizo na wao kubeba dhamana ya kusimamia mazungumzo hayo. Pande zote mbili zilikubaliana na ushauri huo na kushiriki katika mazungumzo hayo kwa utaratibu uliopangwa na marais hao wastaafu. Jumla ya vikao 9 vimefanyika kati ya tarehe 9 Novemba 2025 na tarehe 16 Aprili 2026. Mbali ya vikao hivyo 9 vya viongozi, vikao vikuu vya kamati ndogo vilifanyika. Vikao hivyo vimesaidia sana kupunguza tofauti baina ya pande hizo mbili iliyokuwepo awali na kufanikisha kupatikana hoja muhimu na misingi ya kuzingatiwa katika mazungumzo yaliyoendelea na hatimaye kupata ajenda muhimu za kufanywa kazi. Vikao viwili vya mwisho vilivyohitimisha awamu ya mwanzo ya mchakato huu vilifanyika Ikulu Zanzibar tarehe 16 Aprili 2026 na kuwahusisha marais wastaafu waliotajwa hapo juu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na mwenyekiti wa taifa mstaafu wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Juma Duni Haji. Baada ya kukamilika kwa awamu ya mwanzo ya mchakato, ikafuatiwa na awamu ya pili ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili na kufuatwa na hatua nyingine kadhaa ikiwemo mazungumzo kama zilivyopangwa katika ratiba iliyokubaliwa na pande zote mbili. Tukio hili la pamoja linaainisha azma ya pande hizi mbili kuendelea kufanya kazi pamoja ili kupata ufumbuzi wa kudumu na endelevu wa changamoto zinazoikabili Zanzibar kisiasa, kijamii na katika uendeshaji wa shughuli za umma. Kwa sababu hizo pande zote mbili zinazostahiki kikatiba kuunda serikali ya umoja wa kitaifa zinatoa tamko la pamoja kama ifuatavyo: kwamba pande mbili zinakubaliana kuwa mazingira ya Zanzibar kijamii, kiuchumi na kisiasa yanahitaji pande mbili husika kuendelea kushirikiana kujenga umoja, mshikamano na maridhiano ya dhati yatakayowezesha Zanzibar kuendelea kuwa na amani na utulivu endelevu, kwa kuunda kamati ya pamoja ya majadiliano kwa mujibu wa ratiba ya awali iliyokubaliwa na pande zote mbili pamoja na marais wastaafu ambao walisimamia awamu ya kwanza ya mazungumzo hayo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kuchukua hatua stahiki kuendeleza imani kwa wananchi na wadau wa uchumi, biashara na uwekezaji Zanzibar, na kutambua kwamba viongozi wa kisiasa wana dhamira ya dhati ya kujenga mfumo na taasisi zitakazojenga na kuimarisha demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na utawala wa sheria, ambapo uendeshaji wa uchaguzi huru na haki na utoaji wa haki kwa ufanisi utakuwa kielelezo cha kufanikisha dhamira hiyo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kwamba mchakato huu utakuwa shirikishi kwa kadiri itakavyohitajika, na kwamba wananchi, vyama vya siasa, asasi za kiraia na makundi mengine mbalimbali yatashirikishwa. Kwamba mchakato huu utaongozwa na kanuni ya ukweli
dhamira ya dhati na uadilifu, na kwamba maslahi ya Zanzibar ndiyo yatangulie na sio maslahi ya vyama, maslahi ya vikundi au maslahi binafsi. Kwamba tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kurati na kusimamia utekelezaji wa makubaliano hayo. Kwamba utekelezaji wa yote utaanza mara baada ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja. Kwamba pande zote mbili zinatoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono hatua hii kwa kutoa ushirikiano wa dhati kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi na watu wake. Kwa upande wa viongozi, wanaohakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba watasimamia mchakato huu kwa dhati na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi ambaye alikuwa ni katibu pia wa kamati ya maridhiano kwa usomaji wa tamko la pamoja. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima sasa na taadhima, sasa tunaingia katika sehemu muhimu ya utiaji saini wa tamko la pamoja na ajenda za kuchukuliwa hatua. Hivyo naomba wawakilishi walioteuliwa wa Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo wafike katika meza ya utiaji saini kwa utaratibu ufuatao. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Dr. Mohamed Said Dimwa, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Kwa upande wa ACT Wazalendo, ndugu Omar Ali Shehe, naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo Zanzibar. Kwa heshima, naomba pia tuwakaribishe marais wetu wa staff wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Aman Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein kushuhudia tukio hili muhimu na la kihistoria visiwani Zanzibar. Naomba tuwapongeze viongozi wetu hawa wa staff kwa kazi kubwa walioifanya na wanayoendelea kuifanya ili kuhakikisha nchi yetu inakuwa na maendeleo. Aidha, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, asogee katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa ACT Wazalendo. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asogee katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Naomba wahusika sasa waendelee na zoezi la utiaji saini kwa mujibu wa utaratibu uliopangwa tukio hili muhimu la kihistoria. Naomba tupige makofi mengi.
Naomba sasa tuje mbele ya meza, tukae kwa pamoja karibu na tunyanyue hati zetu hizo za tulizoweka sahihi.